Jitihada za kumkomboa mtoto wa kike zimekuwa zikifanya si tu na serikali, bali wadau mbalimbali wamekuwa wakifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha kuwa zinamkomboa mtoto wa kike. Katika wilaya ya Mfindi mkoani Iringa, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hasa mabinti wenye ulemavu pamoja na vijana wao, pamoja na changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakuta kwa muda mrefu, kutengwa na familia zao ama kuishi katika mazingira magumu, walikuwa hawajui kesho yao. Kupitia mradi wa Youth Agency Mfindi uliweza kufanya tathmini na kuweza kukaa chini na kuangalia namna ya kumkomboa mtoto wa kike, lakini vijana wenye mazingira magumu pamoja na watoto wenye ulemavu. Nikukaribishe mtazamaji wa Matukio Daima katika makala haya fupi yatakayoangazia jitihada za mradi wa Youth Agency Mfindi, yani YAM, ulivyoweza kumkomboa watoto wenye mazingira magumu, hususan binti huyo ambaye amepata mimba za utotoni. Mimi ni Francis Godi. Zilipa Mgeni ni meneja mradi wa Youth Agency Mfindi, anaeleza namna ambavyo mradi huu ulivyomkomboa mtoto wa kike katika wilaya hii ya Mfindi kwa kuanza mwaka 2020 na hadi hivi sasa takriban miaka 5 mradi huu umekuwa mkombozi kwa binti wa kike. Asante. Kwa majina naitwa Zilipa Mgeni, ni meneja mradi wa YAM, yani Youth Agency in Mfindi Project. Mradi ulianza mwaka 2021 hadi sasa takriban miaka 5 ambayo imekamilika, na tumeweza kufanya mradi huu kata za Luhunga, Mdabulo, Ihanu, na mwaka huu tunaendelea kata za Mapanda na Mpangatazara. Kwa ujumla mradi huu umeweza kuleta matokeo chanya kwa mtoto wa kike, hasa wale ambao walikuwa wamepata mimba za utotoni. Tukiangalia mwanzo walivyokuwa hawajapata mafunzo, kwa kweli walikuwa wanatia huruma na walikuwa wamekata tamaa, wakionyesha kwamba ni kama walikuwa wamekata tamaa kwamba hakutakuwa na kutimiza ndoto zao ambazo walikuwa wamezipanga mwanzo. Lakini baada ya mradi huu kutoa mafunzo mbalimbali, lakini pia kuwawezesha kwenye masuala mbalimbali, imewasaidia wameweza kujitambua, lakini pia kujikubali, na mwisho wa siku wamechukua hatua za kuweza kufanya mabadiliko na wameweza kusimama tena. Mpaka sasa tunapozungumzia ni zaidi ya vijana 150 waliokuwa wamepata mimba za utotoni wameweza kupata mafunzo kama ufundi cherehani, kuwa wapishi na kuweza kupata ajira mbalimbali pamoja na kujiajiri, na wamesimama tena kuweza kuwasaidia watoto wao kwenye masuala mbalimbali ya malezi, kielimu, na pia wamekuwa ni chachu ya kuelimisha wasichana wengine wasiweze kukumbwa na wimbi la kupata mimba za utotoni. Hizi ni moja kati ya jitihada za mradi wa Youth Agency Mfindi ambao umekuwa mkombozi kwa mabinti ambao wamepata mimba za utotoni na wale ambao labda wangeweza kupata mimba za utotoni kutokana na mazingira wanayokabiliana nayo. Mradi huu wa Youth Agency Mfindi unatekelezwa na nani na nani muasisi wa mradi huu, na hadi hivi sasa mradi unafadhiliwa na shirika gani? Mradi wa Youth Agency Mfindi unafadhiliwa na serikali ya Deaconess Foundation ikishirikiana na MFA, Ministry of Foreign Affairs kutoka Finland, na unatekelezwa na Foxes Community and Wildlife Conservation kupitia makao ya watoto Igoda, yani FCWC. Kwa kusaidiana na serikali, yani halmashauri ya wilaya ya Mufindi, tunasaidiana kuweza kutekeleza mradi huu
ngazi zote, kuanzia kwenye uundaji wa mradi kwa ujumla, yaani kutengeneza andiko la mradi, na hadi kwenye utekelezaji. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo za mradi wa YAM ambazo zimekuwa zikiwafikia mabinti yao kutoka mazingira magumu, jamii ya mradi, yaani kata ambazo zimekwisha fikiwa, kwa maana kata ya Mdaburo, Ruhunga na Ihanu, na sasa kata ya Mpanga Tazara pamoja na kata ya Mapanda, kwa kiasi gani jamii nasema asante mradi wa YAM, asante kwa kusaidia kuepusha katika mazingira magumu zaidi vijana hawa? Tunatoa pongezi kwa wanajamii wa kata ambazo mradi wa YAM tunatekeleza. Kwa ujumla, ushirikiano wao ni mkubwa, wanaonyesha ushirikiano kwenye kila hatua, na wanaonyesha ushirikiano hata pale ambapo tunakabidhi mradi, wanaupokea na kuendeleza. Kwa mfano, mpaka sasa tumeshamaliza kwenye kata za Ruhunga, Mdaburo na Ihanu. Uongozi wa serikali pamoja na jamii kwa ujumla wamepokea mradi na wameahidi kuendeleza ili matokeo ya mradi yasije yakapotea. Na kwenye kata ambazo tumezianza mwaka huu 2026, yaani Mpanga Tazara na kata ya Mapanda, ushirikiano ni mkubwa, wameonyesha ushirikiano kutoka mwanzo, yaani uundaji wa andiko la mradi tumefanya pamoja, na mpaka sasa tunaendelea pamoja. Ushirikiano ni mzuri na wamepokea mradi vizuri, na wameahidi kwamba wataendelea na sisi hata mradi utakavyokuwa umefikia tamati, na watauendeleza. Kupitia mradi huu wa Youth Agency Mufindi, vijana wamekuwa wakipatiwa mafunzo darasani na baadaye kuweza kuwezeshwa, na haya hapa ni sehemu ya mafunzo ambayo vijana hawa wanapatiwa darasani. Hizo tutashughulikia kwa mmoja mmoja, si ndio? Ibua changamoto ambayo unaiona kabisa, hii mimi nisipoishughulikia itanisumbua, katika zile ambazo umezipata kupitia ule mtu ambao tumeuchora, si ndio? Kuna zile za kwako, nisumbua, sijapata msaada, inanifanya mimi nijisikie vibaya, inanifanya wakati mwingine nakunywa pombe, inanifanya wakati mwingine nafanya mambo ya hovyo. Sawa eh? Ukishakuwa nayo hiyo, utanitafuta, tutakaa tuifanyie kazi. Naam, pamoja na mafunzo haya, wao wenyewe vijana ambao kutoka kata ya Mpanga Tazara na kata ya Mapanda wanazungumzaje baada ya kufikiwa na mradi huu? Sana mradi wa YAM kwa kunipatia elimu hii. Pia nitawaambia hata mabinti wenzangu ambao wapo kama mimi wasiweze kukata tamaa, na nashukuru sana huu mradi wa YAM kwa ndoto yangu hii ambayo ni ya ushonaji. Nitakuwa fundi bora. Mimi ni Francis Godwin. Asante kwa kufuatilia makala haya fupi. Endelea kuwa nasi. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo?
Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.